أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Katika mada niliyochagua leo ni mbinu za Iblis katika kupotosha. Mara nyingi mtu huweka nia ya kuwa mtu mwema, ya kufanya mambo mazuri, lakini mara akajiona yafanya dhambi bila ya kukusudia. Leo tutaangalia kwa nini huwa yatokea namna hiyo. Iblis alipokataa kumsujudia Nabii Adam, baada ya Nabii Adam kuombwa na Mwenyezi Mungu kutoa amri ya kuwa wamsujudie, malaika wote wamsujudie. Iblis alipokataa na Mwenyezi Mungu akamtoa peponi, Iblis alikasirika sana na akaapa kututoa sisi sote katika njia ya haki kama anavyosema Mwenyezi Mungu katika sura Hijr. Baada bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Akasema, ewe Mola, kama ulivyonipotezea ama kama kwa ulivyoniacha kupotea, nitawapambia katika ardhi na nitawapoteza wote ila waja wako wenye ikhlas. Kwa hivyo hapa tunaona kwanza kama mtu hataki kupotea na njia ama mbinu za Iblis, ni awe na ile ikhlas ya kweli, hataweza kupotea. Iblis huwa hapotezi tu ghafla, yani aje tu kwa Muislamu ama kwa mtu mwenye imani akamwambia tu leo kunywa tembo. Ama leo fanya dhambi hii. Yuanza kidogo kidogo mpaka yule mtu yuona kile kitu ni kitu cha kawaida na ya rahisi kwake kuweza kupotea. Upamba ile batili ama huipamba ile dhambi ikaonekana kama haki na kuifanya ile dhambi ionekane ndogo mpaka mtu akasema hili tu Mwenyezi Mungu ni Ghafurur Rahim, atansamehe. Baadhi ya silaha ambazo Iblis yatumia katika kutupoteza, kwanza kama alivyosema ni kupamba matendo yetu. Dhambi yaipamba, yani yaifanya kitu kile ambacho sisi sote tunajua ndani ya fitra zetu, tunajua hii ni dhambi ama hili ni kosa, lakini yeye huileta kwa njia nyingine mpaka tukadanganyika tukaona kama ni kitu ambacho tuweza kukifanya ama kitu halali, kama kwa mfano uhuru wa kujitawala. Ama kwa mfano mwanamke ambaye ni mvaaji hijabu tukaletewa mishono ya mabuibui ambayo yanakuwa ni kinyume na sheria. Sasa ona, ile ni aina ya kupamba ile dhambi. Buibui lengo lake ni stara, lipate kumstiri mwanamke. Lakini sasa utakwenda kuona madesign ya mabuibui ambayo yambano yaonesha umbo la mwanamke, yaonesha kile kilichovaliwa ndani. Yani ni kitu tu amevaa hivi juu kama joho ama kama nini. Alafu kilicho ndani chote chaonekana. Buibui liko wazi, liko very transparent. Sasa sisi twapambia, Ibilisi yatupambia ndio tuone si ninavaa buibui, lakini pia yatupambia kwa ile yatuonesha kama hapa una uhuru wa kutoa sauti, hata kama ni jambo ambalo hata halihitaji mimi nitoe sauti, lakini yanipambia jambo kama lile ili nione hii sawa. Ama yanipamba kwa maendeleo. Kufanya hivi ndio maendeleo, mwanamke yafaa jiendeleze. Mwanamke yafaa aendelee kweli, lakini katika mipaka ya dini, sio utoke nje ya mipaka ya dini. Ama kulilia haki. Siku hizi tuna wanawake tunataka haki zetu, wanawake tuko sawa na wanaume, ile twajitoa, twatoka katika ile mipaka ya Mwenyezi Mungu tukiamini kuwa ni jambo la sawa, kwa sababu Iblis ameyapamba yale matendo yetu. Pili ni kututia wasiwasi na shaka kama tunavyoelezwa katika Qur'an. Alwaswasil khannas anaitwa hivyo, wasiwasi mwenye kunong'ona katika vifua vya watu, ile kututia wasiwasi tupate kuingiwa na shaka yani. Alafu tatu ni kuchelewesha kufanya tauba. Moja ya mbinu ambazo Iblis yazitumia ni kutufanya sisi tujisahau katika kufanya tauba. Tukishafanya dhambi, kesho bado nina umri, bado niko mdogo, nitaomba msamaha baadaye, na siku ndo zenda kisha ile dhambi niloifanya naisahau, ambapo Mwenyezi Mungu hasahau, huwa imeandikwa. Nyingine ni kutia watu kibri. Yani mtu anajiona yeye ni yeye.
hakuna mtu anayefika. Kwa mfano mimi nina ilmu ama nina hivi, basi hakuna watu wanaonifika. Kama vile yeye alivyotolewa peponi kwa ajili ya kibri, na yataka watu waweze kumfuata katika kibri. Na pia nyingine ni kuwatia watu hofu ya umaskini, kama anavyosema Mwenyezi Mungu katika suratul Baqara, ash-shaytanu ya'idukum faqra wa ya'murukum bil fahsha. Yani shaitani anawaahidi ufukara, yani anawaambia, anawatisha kuhusu ufukara. Ukitoa tu utakuwa maskini, hautapata, hautaendelea. Na yatuamuru katika kutenda dhambi, ile dhambi ya kuwa na uchoyo, kuwa usitoe, ukitoa tu hapa hautaweza kuendelea. Na mbinu nyingine ni kugawa na kuchochea na fitna. Hiyo ni kazi kubwa ya Ibilisi, kutia fitna. Akiona watu wanasikizana, ahakikishe hapa masikizano hakuna, watu watete, watu wakosane, kupanda mbegu za mafarakano na chuki katika familia na jamii. Lakini kikubwa ambacho tunafaa tutambue ni hichi: Ibilisi hana mamlaka ya kutulazimisha, yeye yatuita tu katika njia yake, lakini uamuzi wa aidha kumfuata ama kutomfuata huwa wabaki katika mikono yetu. Kwa hivyo inshallah katika makala yafuatayo nitazungumza ni jinsi gani mtu anaweza kujilinda kutokana na vishawishi vyake. Tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie minalladhina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.